Unatazama Muungwana TV. Naam, habari za wakati huu. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV. Tupo katika kijiji cha Mdenga kilichopo katika kata ya Nangoo, jimbo la Ndanda, halmashauri ya wilaya ya Masasi. Na hapa tupo katika kaya ya mama mwenye umri wa miaka 74 alofahamika kwa jina la Mwanahawa Omar Fundi. Amepotea katika mazingira ya kutatanisha na kuiacha familia yake, mume wake pamoja na watoto 4. So unayoiona nyuma yangu ni familia. So tuungane na familia kwa ajili ya kujua jitihada zikoje za kumpata mama huyo, lakini pia ilikuwaje mpaka anapotea. Tutahakikisha kuwa tunakutana na mwenyekiti pia wa kijiji hichi cha Mdenga, lakini pia hata diwani wa kata hii ya Nangoo, na wao pia watueleze jitihada gani wanazifanya kama serikali juu ya kumpata mama huyo. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika YouTube channel ya Muungwana One TV, lakini pia tufollow katika mitandao ya kijamii TikTok, Facebook pamoja na Instagram kwa kuandika Muungwana One TV. Dondosha comment yako chini, nitasoma. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV. Tuungane na familia. Pole lakini kwa majukumu. Asante. Tuanze kwa majina. Mimi jina langu Abdalla Ali Chitembeja. Aliyopotea ni mke wangu Mwanahawa Omar Fundi. Ilikuwa siku ya tarehe 10. Nilipoamuka kwenye saa 5 hivi, nikasema mimi ninakwenda kupata mahitaji, tupate riziki ndani humu. Nikamwacha nyumbani hapa. Niliporudi kwa kweli sikumkuta. Nikasema labda cha siku zote. Maki anakwenda anazunguka, mara anarudi. Anazunguka mara wameshikia huko. Anazunguka mara wameshikia huko. Nikasema labda yupo kwenye mzunguko. Nilipoona muda unakwenda, ndipo nikachukua jukumu ya kwenda kumtafuta sasa. Nikaenda kwa dada kumuuliza, wifi yako amefika? Sijamuona. Nikaenda tena kwa dada mdogo, wifi yako huko umewahi kumuona? Hapana. Nikarudi tena kwa watoto wangu, mama yenu hapa mmemuona? Hapana. Pale kanipa wasiwasi sasa. Nikaanza kuwatafuta familia, kuanza kumtafuta. Tumemtafuta tarehe 10 hiyo, majira ya saa 12 hadi saa 5 ya usiku. Hatukufanyikiwa mpaka asubuhi yake. Ni siku 6 zote ikawa tunamtafuta, hata hivyo hajapatikana mpaka leo hivi. Pole sana. Na mlibahatika kuwa na watoto? Na watoto 4 ambaye umezaa na mama? Ndiyo. Na watoto 3 wa kwangu. Huyu wa pili wa 4 huyo ni mimi baba yake mlezi. Na alikuwa na hii kawaida ya kuwa anatoka nyumbani ama ndo mara ya kwanza anatoka? Ni kweli, yani alikuwa hali yake kwa kuwa ni akili potofu na utindio wa ubongo. Utindio ya ubongo. Basi ilikuwa anakotembea kwa anakokwenda kule, ilikuwa anakwenda bila kujifahamu. Kila anakokwenda anakwenda bila kujifahamu. Ikawa sasa alipoondoka muda huo tukaona labda atarudi. Tunaona muda unaenda, basi ikawa nimechukua jukumu la kumtafuta. Na kuanzia tarehe 10 mpaka leo tarehe 15, yani hakuna dalili zozote zinazoonyesha kuwa kuna asilimia fulani za kupatikana mama? Kwa kweli hakuna mafanikio yoyote tangu tarehe 10 mpaka hii leo tarehe 15. Tarehe 15 hii. Jitihada kwa kweli imetumika sana siku zote 6 hizi, lakini hakuna dalili, hakuna mfano, mafanikio yake hayapo.
kupitia Muungwana One TV, hizo namba ambazo zinapita chini ya video yako, popote pale utakapomuona picha yake ni hiyo hapo, popote pale ambapo utakapomuona mama huyu, basi usisite kupiga hizo namba. Ushirikiano ni muhimu sana wa Tanzania. Baba, pole sana kwa majukumu. Asante sana. Naamini Mungu atasimamia hili na atapatikana mama yetu. Amina, nashukuru kwa hilo. Na mimi nazidi kumuomba Mwenyezi Mungu azidi sana kumpa uwezekano wa kurudi. Namuomba sana Mwenyezi Mungu ampe fahamu ya kuwa huku wapi niliko. Namuomba sana Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya ya kujifahamu na kurudi nyumbani. Na umesema kuwa hapo kwamba alikuwa na utindio kidogo wa ubongo. Hii ni muda mrefu sana ama ni huku juu? Ni huku juu. Make alikuwa na yani anaumwa. Tangu anaumwa kwa kweli huu mwaka wa 6. Sasa katika mchanganyiko wa dawa ule ikawa ubongo ule umevurugika. Anasumbuliwa na nini? Ukiachana na utindio wa ubongo. Ilikuwa anasumbuliwa TB, na ni BP na vidonda vya tumbo. Naitwa Mohamed A. Chirumba kwenye mabano Chirumba White, diwani wa kata Nango. Baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba. Haya, sawa. Kuna upotevu wa Bihawa Omar Fundi katika kata yako hii ya Nango. Taarifa yako kwa wewe ilivyokukuta kama kiongozi, sasa ukiachana na baba mwenye nyumba, kama kiongozi imekufikiaje taarifa hii? Taarifa hii imenifikia katika mfadhaiko mkubwa nikitokea kwa mwenyekiti wa kijiji ambaye ni ndugu Chimbanga. Nako tarehe 10 mwezi wa 6 2025 kunako majira ya saa 2 asubuhi anipigia simu kuniarifu tu kwamba kwenye kijiji chake kumepotewa na mwananchi mmoja kwa jina Mwanahawa Omari katika mazingira ya sitofahamu. Asa wewe sasa kama serikali, jitihada zipi ambazo zimefanyika kuweza kupatikana kwa Bihawa? Mimi baada ya kuipata taarifa hii nilifika eneo la tukio na kuungana na wanafamilia ambao wamepotelewa na Bi Mwanahawa Omari. Niliwauliza mawili matatu katika namna jinsi alivyotoweka, lakini pia nilipata maelezo ambayo yalionyesha tu kwamba katika kuondoka kwake hakukuonyesha kabisa tu kwamba ni mazingira ya kwamba yeye anaweza akapotea moja kwa moja hadi kutokufika hadi kutokuonekana. Ilionyesha tu ni kawaida yake, kwa maana kwamba siku zote ilikuwa anafanya mizunguko ya karibu na kwenye maeneo ya nyumba husika anapoishi, lakini baadaye huweza kurudi. Nyinyi sasa kama serikali, jitihada zipi ambazo zinafanyika juu ya upatikanaji wa Bihawa? Jambo la kwanza niliungana na familia ya mpotevu, lakini pia tuliweza kufanya jaribio la kuenda sehemu mbalimbali na kusachi kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanaonyesha ni ukaribu wa maeneo ambayo yeye anaweza kaonekana kama amefikia. Lakini hatimaye ilifikia hatua ya kutopatikana, lakini pia hatua nilizochukua nikatuma taarifa kituo cha polisi. Na kituo cha polisi wakaipokea taarifa ya upotevu wa Bi Mwanahawa Omari, lakini sambamba na hiyo walinipa sharti ya kwamba ikifikia saa 9 ya siku aliyopotea, manake siku ya tarehe 10 aliyopotea ilikuwa ni saa 9. Kwa hiyo ikifikia saa 9 siku ya pili nawe niliweza kutoa taarifa kiashiria kutimia kwa masaa 24 nao watanipa mrejesho. Hiyo ni kuanzia hiyo tarehe 10 ambapo Bihawa amepotea. Vipi mpaka leo hii kufikia tarehe 15? Kama serikali sasa mmefikia wapi na nini kinafanyika? Baada ya upotevu uliotokea tuko tarehe 10, nafikiri utafiti wa kumtafuta Bi Mwanahawa Omari ulifikia mpaka tarehe 13, lakini hata hivyo familia ilishindwa. Lakini tarehe 13 kunako majira ya saa 10 nilifikiwa na wanafamilia baadhi ya kuja kuniomba msaada kama serikali, baada ya kuona tu kwamba wanafamilia wameshindwa kumtafuta naweza kuwasaidiaje. Hatua nilizochukua niliondoka mpaka kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji na kumshauri kwa maana kwamba jambo hili natakiwa tukifanye kikao ili tuweze kuona tuongeze wigo wa namna ya watu jinsi ya kwenda kufanya msako. Ni kweli
Nilikutana na serikali ya kijiji na tulifanya makubaliano mnamo tarehe 14 kwamba sasa yafanyike matangazo katika kwa wenye vitu wa vitongoji, tuwapate wananchi kwa ajili ya kwenda kuongeza wigo wa kumtafuta. Ni kweli ilifanyika makubaliano hayo, na hadi leo tarehe 15 wananchi waliopatikana kwa hatua ya kwanza walifika 30, zaidi ya 30, na tushafanya survey ya moja kwa moja na kundi la watu 30. Tumeondoka saa 12, tumefanya survey yetu mpaka kufikia saa 7 hatukupata mafanikio. Tukarudi site, na baada ya hapo nafikiri nikafanya kikao kifupi na wananchi wale ambao wametoa ushirikiano wa zoezi hilo. Okay, sawa. Ipi sasa rai yako wewe? Rai yako kwa wananangoo, kata ya Nangoo, lakini halmashauri ya wilaya ya Masasi kwa ujumla, Mtwara kama sio Tanzania yote kwa ujumla. Rai yako kwa Watanzania? Rai yangu kwa Watanzania, nasisitiza kwa wananchi wote tutoe ushirikiano. Ina maana kwamba yeyote ambaye anaweza akapata aidha nguo ambayo inamlenga mpotevu, lakini pia inawezekana mwili wa mpotevu kuonekana sehemu fulani umeharibika, lakini hata pia kwa kumwona ana kwa ana, naomba nishauri tu kwamba wasio wagumu wa kutoa taarifa kwa ajili ya kuogopa kuhojiwa, ama kwa maana kwamba wao wanaweza kaonekana kwamba wanaweza kupata tatizo. Hiyo ni rai yangu ambayo bado naendeleza kwa wananchi. Sasa hivi tuwe tunajitahidi kutoa ushirikiano kwa viongozi, na mimi nafikiri nimetoa namba zangu za simu, nikiwa na maana kwa mtu yeyote kama atakuwa anaogopa kutoa taarifa kwa mwenyekiti, kwa nani, atumie namba yangu ya simu kwa message kutoa taarifa au kunipa taarifa juu ya tukio lililotokea. Lakini nisisitize, ushirikiano ni kitu kizito na ni kitu ambacho kitatuletea mafanikio popote pale. Asante sana. Na hizo namba ambazo zinapita chini ya video yako zichukue ili kuweza kuwasiliana na familia, kama sio diwani, kwa popote ambapo utakapouona mwili wa Bihawa ama kuonana naye ana kwa ana, basi usisite kutoa taarifa. Chukua hizo namba, piga kwa ajili ya ushirikiano zaidi. Kwa majina? Mwanahamisi Abdalla Ali. Kwa unavyofahamu wewe sasa, mama tarehe 10 mwezi huu wa 6 amepotea. Kwa unavyofahamu wewe, ilikuwaje hiyo siku wakati anatoweka nyumbani? Nilikuwa naenda mashineni. Baada hapo nikasema nikirudi nitamsalimia. Nikaenda mashineni, nilipoza mahindi, nikarudi. Nikakuta hapo nje hapo amekaa na bakuli lake anakula mboga kundezo. Nikamuuliza mama, mbona anakula mboga? Akasema njaa. Kama mimi naenda mashineni, nikatafuta mahindi, nikatoka miuyo, nikaenda mashineni, pata unga, nimerudi, nikafika nyumbani ninakoishi, kaandaa mazingira, kawa nimekaa nyumbani. Baada ya hapo jioni baba ndio anakuja aniza, mamako huko amfika? Nikamwambia mimi hajafika, ila nilimwacha nyumbani. Baada ya hapa tujaonana tena. Akasema mamako sijamkuta nyumbani, ila nilienda kwa shangazi zako wakaniambia hatujamuona siku ya leo. Tukatoka pale mimi na yeye mpaka nyumbani hapa, kajaribu kuuliza majirani wa karibu hapa, wakasema nini hatujamuona. Baada ya hapo ndio kwanza kuwapigia dada yangu hapo simu, kaambia unabidi uje tujadiliane tunaenda kumpatia wapi. Baada ya hapo ndio mazingira yakawa hivyo. Jitihada zenu nyinyi kama watoto baada ya kujadiliana mlifanya nini juu ya upatikanaji wa mama? Tulianza kumtafuta kwanza usiku huo, tupata kuuliza mpaka tukaenda sehemu fulani hivi ambapo siku ya kwanza tulimpata, kuna kumuuliza akasema huko hatujamuona, tungemuona tungewapigeni simu. Baada ya hapo ndio msako ulianza kama hivyo. Tumelikana hapa saa 5 ya usiku nyumbani kwake. Hawa ni Watanzania wengi wanakutazama hapa sasa hivi. Hebu waambie kitu basi pale ambapo watakapomuona mama, kwa maana picha yao picha yake inaonekana, lakini pia namba za simu hizo. Hawa Watanzania ambao wanakutazama kwa wakati huu, waambie neno lolote lile popote pale ambapo watakapomuona mama. Msaada tunaomba kwamba popote watakapomuona watufahamishe ili tumfuate.
Ni hivyo bwana, ni mtoto wa mama Bihawa Omar Fundi ameomba, na sisi pia Muungwana One TV tunaomba kupitia familia hii. Basi hizo namba piga popote ambapo utakapomuona mama huyo ambaye picha yake hiyo ambayo unayoiona, basi piga kwa msaada zaidi. Hatuwezi kuishia hapa kwa maana kila sehemu inakuwa na uongozi. Kwa hiyo kwa ajili ya kuthibitisha hili, basi tutakutana na mwenyekiti wa kijiji hichi cha Mdenga ili naye pia atupe uthibitisho ya upotevu wa mama huyo. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV, endelea kukaa na sisi. Kwa jina naitwa Somoya Abdalla, nikiwa kama mwenyekiti wa kitongoji Nikichalejo, na upande mwingine ni mwanafamilia. Huyu aliyopotea ni dada yangu. Tarehe 10 inaelezwa kuwa mama amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Wewe siku hii unaikumbukaje kwa ukaribu wenu wewe na mama? Siku hii nilikuwepo shambani, ila baada ya kurudi jioni ndio nikapata taarifa hizi kama dada anatafutwa. Tukaungana wote pamoja na ndugu kwa ajili ya kumtafuta. Kwa siku hiyo haukubahatika kuonana naye? Kwa mchana huo sikuwepo, ila nilipatikana usiku. Siku mpaka imepambazuka imeanza kukubahatika kuonana naye siku hiyo. Kwa hiyo kwa siku ile sikubahatika kuonana naye. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizi tukaungana tena asubuhi, baada ya usiku kukosa mafanikio, tukakutana asubuhi kwa ajili ya kumtafuta. Tukaenda mpaka kwenye eneo ambalo alilokaonekana nyayo zake amekanyaga, ikawa tumesambaa pale wanafamilia kabla ya kuwapa watu taarifa ya nje. Ile wanafamilia kama familia tuliungana na kuanza zoezi hilo. Kwa hiyo tukawa tumezunguka, tumeshindwa kumpata, tukarudi tena hapa kukusanya nguvu. Mnamo wa saa 8 tukaondoka tena kwenda tena kwenye eneo la tukio kuendelea zaidi ya hapo. Kwa siku ile ikashindikana, siku ya pili mpaka siku ya 3 ikawa zoezi ni hilo. Kwa maana hii ninavyoongea hii mpaka leo hii baada ya kushindwa wanafamilia ndio tukawa tumepeleka ujumbe kwa serikali kwamba mtusaidie, mnatusaidiaje ukiwa kama ni serikali. Na muda huu wote wakati tumeshafanya mawasiliano kati ya wenyeviti wa vitongoji, wenyekiti wa kijiji kumpatia taarifa nani diwani. Kwa hiyo kweli tukakaa kijiji kama kijiji, zika taarifa baada ya kusambazwa, kweli ushirikiano ukafika kwa siku ya leo tarehe 15 tukaondoka hapa saa 12 kwa zoezi tena la utafutaji. Kwa hiyo tukajitahidi kuanzia saa 12 mpaka ile muda tuliorudi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naongea hii mafanikio hayapo. Kwa hiyo kwenye hizo harakati za utafutaji mnadili sana na kata hii ya Nangotu ama hata sehemu zingine pia tofauti? Kwa ajili ya utafutaji tumejitahidi kusambaza hizi habari kwa nje ya hapa mpaka na vijiji vya jirani. Simu zimetembea na mpaka majirani waliokuwepo nje ya hapa tumewapa taarifa. Kwa maana wakishapatikana basi waendelee kutupa taarifa na tushirikiane zaidi. Kwa hiyo hata wakati mnaanza pia kumtafuta mama, hakukuwa na ile labda kwamba bana amepita hapa muda huu sijui na nini, ile mkuwahi kukutana nayo hiyo? Jitihada hizo zilifanyika kwa ile siku ya kwanza baada ya kupata mawasiliano ambayo mula alimo kapita, na tukajitahidi kuzunguka lakini mafanikio hayakupatikana. Bwana ndio hivyo bwana. Kwa ni vile na Faza hapa. Habari yako Faza? Mimi si jambo kabisa. Amani? Amani kabisa. Wewe aliyepotea ni nani yako? Huyo mimi shemeji yangu, mke wa kaka yangu. Ni mke wa kaka. Jitihada zikoje sasa kwa upande wenu nyinyi familia kuhakikisha tunampata mama? Mnamo tarehe 10 saa 2 nilipigiwa simu na kaka akinitaarifu kama shemeji yako mpaka sasa simuoni. Na huyu shemeji ameumwa muda mrefu sana. Na homa yake ndio iliyosababisha akili ziwe na hitilafu. Kwa maana hiyo alikuwa anatembea, tunamtafuta, anapotea, anaenda kwa mawisi zake, wanamfuata, lakini kufikia tarehe 10 ile ndipo alipotoka kwa mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo nikapigiwa simu na saa 2. Kaka akanitaarifu kama shemeji yako haonekani. Nikafika eneo la tukio, kweli nikawakuta wenzangu wako chaka wanamtafuta, na mimi nikajiunga mpaka saa 5 mafanikio hakuna. Mpaka siku ya pili tukaamkia asubuhi tukamtafuta mpaka saa 6 hatukufanikiwa. Mpaka inafika leo tarehe 6 jitihada za serikali zikatumika, hata hivi mafanikio hamna. Okay, rai yako sasa kwa Watanzania ambao wanakutazama sasa hivi na wanakusikiliza, rai yako kwa Watanzania kwa yeyote ambaye atakayemuona mama? Rai yangu kwa Watanzania kwamba picha inaonekana popote pale atapoonekana, basi sisi wanafamilia tupewe tu taarifa kama mtu anayetafutwa tumemuona sehemu fulani, basi jitihada zitafanyika.
Namba ni hizo hapo chini ambazo zinapita chini ya video yako, kama nilivyotangulia kusema kwamba kila sehemu pia ina wenyewe. Kwa hiyo kwa ajili ya uthibitisho wa taarifa hii tutawasiliana ama tutaonana na mwenyekiti wa kijiji hichi cha Mdenga ili kutoa uthibitisho juu ya upotevu wa mama huyu. Endelea kukaa na sisi. Wewe usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Muungwana One TV. Kututafuta pia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, TikTok pamoja na Facebook kwa kuandika Muungwana One TV ili kuweza kuhabarika kwa habari zote ambazo zinazopatikana katika ulimwengu huu. Mimi ni Bizo Malima, hii ni Muungwana One TV. Tukutane na mwenyekiti wa kijiji cha Mdenga kwa ajili ya taarifa zaidi. Naam, kama nilivyokuahidi kuwa ni lazima tutakutana na viongozi pia wa maeneo haya. Tumezungumza na familia, lakini pia tumepata bahati ya kuzungumza na diwani wa kata hii ya Nangoo, lakini unayemuona mbele yangu ni mwenyekiti wa kijiji hichi cha Mdenga, kata hii ya Nangoo, halmashauri ya wilaya ya Masasi. Mwenyekiti, habari yako? Mzuri, habari za kazi? Salama. Kwa majina? Kwa majina naitwa Ahmad Bakari Chimbanga, mwenyekiti wa kijiji cha Mdenga. Katika kijiji chako kuna taarifa yoyote ambayo unaifahamu juu ya upotevu? Naam, na taarifa ya upotevu mwananchi wangu Bi Mwanahawa Omari Fundi aliyepotea siku ya tarehe 10. Siku ya tarehe 10. Ndio. Na hii taarifa ilikufikia tarehe hiyo 10? Nilipata tarehe 10 jioni na saa 5 usiku, nipe taarifa wana familia. Alifika kwangu mume akiwa na familia. Akanipa taarifa kwamba mpotea. Tangu saa 9 tarehe 10 mchana yana. Nyinyi sasa kama serikali ya kijiji, jitihada gani mmezifanya juu ya kuonekana kwa mama? Baada ya asubuhi kuamka tarehe 11 sasa, maana asubuhi nitoa taarifa kumtendaji kata ambaye ni kiongozi wangu mkuu na kwa diwani. Kwa jumla kapeleka taarifa polisi. Baada ya hapo sasa kaanza zoezi la kumtafuta aliyepotea. Nafikiri tukishana familia na jirani na wanakijiji tulianza msako kwa siku hiyo kumtafuta, ambao juhudi ya siku hiyo ilishindikana tuweza kumpata kwa siku hiyo tarehe 11. Pia tarehe 12 tunaendelea zoezi kumtafuta na wakashindikana baada ya juhudi ya kutwa mzima. Na tarehe 13 pia vile kadhalika tulizunguka wanakijiji na familia, lakini bado hatukuweza kumpata. Mwisho tarehe 14 tukapiga tangazo kwa kijiji kizima maana yake na jirani kwamba ikiwezekana basi tupate msaada pamoja, tukaangalie tupate nguvu ya watu wengi tukamtafute huyo bibi. Na tulifanya hivyo siku ya 15 asubuhi ambayo ni leo. Tulikwenda huko mnamo saa 12, tulifanya juhudi hiyo ya kumtafuta maeneo mengi kuhusiana na kijiji na familia. Na namshukuru Mwenyezi Mungu wa kijiji alitika wito na wakahudhuria kwenye eneo husika na tukafanya kumtafuta. Lakini bado baada ikuwa kwetu mpaka nazungumza na wewe hii bado hatujabahatika kumpata kwa kweli. Na labda asilimia pia za kupatikana mama huyo, kwa maana mkienda sehemu labda unaweza kusikia labda alipita hapa na nini, hiyo hamjawahi kukutana nao, asilimia ya kupatikana kwa mama huyo ikoje? Yaani awali maeneo ambayo alipita aliweza kuonekana, alichukua bakuli ambayo ilionekana na chupa, ni maeneo haya ambayo jirani na kijiji. Na vipi kwenye jitihada hizo zote ambazo mmezifanya, asilimia ya upatikanaji wa mama huyo ikoje? Kwa maana kwenda sehemu labda ukasikia labda amepita hapa na nini, hii asilimia za kupatikana mama zikoje? Yaani kwa jumla hali, yani niseme tegemeo ni chache. Kuna juhudi zilivyo na taarifa ambazo tunazipata kutoka jirani, mjiji jirani na wananchi, bado yani uwezekano wake ni mchache, niseme hiyo. Kati ya juhudi, lakini nafikiri maana juzi kati kidogo alivyoishia kutembea palionekana, lakini zaidi ya hapo kwamba kuna dalili inayoshiria kupatikana kwa maeneo mengine tofauti hatujapata hiyo taarifa. Na alipoishia kutembea kwa maana ilikuwa porini ama ni kijijini? Porini. Ndio. Ni maeneo gani haya? Haya maeneo ya Mbwinji. Halmashauri ya Masasi? Halmashauri ya Masasi. Ni mbali sana na Nangoo hapa? Si mbali, takriban kama kilomita 2 kutoka hapa kijijini yani. Upande wa pili wa barabara yani, kama unaelekea Mtwara ama ni upande wa kulia. Ndio Mbwinji liko. Okay, na rai yako sasa kwa Watanzania ama wananchi wako pia wa kijiji hichi cha Mdenga, lakini hata wa Tanzania wote kwa ujumla juu ya upatikanaji wa mama huyu, kwa maana namba ndo hizo zinapita chini ya video yako, lakini pia hata picha ya huyo mama pia ni hiyo. Rai yako kwa Watanzania watakayemuona mama huyu? Niombe Tanzania na raia wema usana vijiji husika, maana hii kijiji cha Mdenga ni vijiji mama vitatu, kwa Mwongozo, Nangoo na Mdenga yenyewe. Niombe kwa jumla yote tabahatika kuona katika mazingira yote yale, ima awe mzima au mfu, basi atoe taarifa, kwa sababu kuna tabia ambayo imejitokeza, wengi sana wanaweza kupata kuona au kusikia, lakini kwa kuhofia labda kukusumbuliwa na serikali kuhojiwa inakuwa shida, yani hawatoi taarifa. Ni tabia ambayo imejengeka kwamba ni hataki kutoa ushirikiano
kwa ime viongozi au vyombo vya dola. Sasa niombe tu kwamba hili ni wajibu wao kutoa taarifa na kushirikiana na hivi vyombo kwa jumla yani. Usijione kama wanakosea, kuja kutoa taarifa ni sehemu yao ni ya msingi. Maana serikali inaanza na wao na kila jukumu linaanza kwao. Maana haliwezi kwa juu bila kwa kuanzia kwao. Ni waombe wa Tanzania na Nango kwa jumla tuache tabia hii kwamba ndio na taarifa. Hii mambo yanatokea jali yote wewe sema unachotambua kwa sababu hizo kila mtu anakiona, huwezi kupata tatizo. Unakuwa tumaini umtendea wajibu wako wewe. Na mbali na jitihada hizo sasa mlizozifanya, mnatarajia kufanya nini sasa siku hizi za usoni kuanzia leo hii? Mnatarajia kufanya nini mbali na hizo jitihada ambazo mmezifanya hapo nyuma? Kuanzia tarehe 10 mpaka kufikia leo tarehe 15. Mbeleni hapa kuna jitihada gani tena mnazifanya? Tunaendelea kumtafuta ili kutoa taarifa jirani na watu husika kama vile kutoa namba ya simu kwamba kitokea kumuona yeyote akiwa hai au mzima basi atoe taarifa kwetu. Tuweze kwenda kuangalia kama ni yeye husika au si, basi tupate taarifa kupitia njia hiyo hapo. Kumbe tukipata taarifa njema basi tutaarifu. Bwana, ndio hivyo bwana. Mwenyekiti wa kijiji cha Mdenga kilichopo katika kata hii ya Nango, jimbo la Ndanda, halmashauri ya wilaya ya Masasi, ametuthibitishia juu ya upotevu wa mama huyo Bihawa Omar Fundi. Kwa hiyo ni kweli amepotea na hii ni serikali ambayo nimekaa nayo hapa imetuthibitishia hilo. Lakini familia pamoja na serikali pia wameomba kwa wewe ambaye utambahatika kumuona mama huyu, piga hizo namba, wapigie basi wape taarifa kwa ushirikiano zaidi, lakini pia hata kutuma message pia kama kuna hofu zile kama mwenyekiti alivyozungumza hapa kuwa kuna Watanzania pia wamejengewa na hofu kusumbuliwa na serikali na nini, lakini hii haiko hivyo. Kwa ajili yule ni mtu, kwa ajili ya sisi binadamu, lakini pia hata Watanzania wote, basi fanya hivyo, wasiliana na hizo namba ambazo zinapita chini ya video yako. Kitakachoendelea hapo sisi tutakujuza, tutasimama na familia pamoja na serikali, kila kitakachoendelea tutakujuza kupitia Muungwana One TV. Unachotakiwa kufanya wewe ni kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Muungwana One TV, lakini pia tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, TikTok pamoja na Instagram kwa kuandika tu Muungwana One TV, tufollow, lakini pia usishindwe kucomment chochote chini ya video yako. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV, nyuma kamera niko na Kirua. Mpaka wakati mwingine, asante. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.